Unajua kuna watu wengi hawafahamu huu mgogoro wa Iran ambao unaendelea, lakini kama tumefuatilia historia ya vita ya Middle East, nadhani tutakuwa wachache watakuwa wamefahamu kwamba hiki kinachoendelea ni kitu gani na kwa nini mpaka sasa hivi ya mambo yanaendelea. Lakini sasa kwa mwanzo kabisa, unajua vita inaweza ikaja kwa namna tofauti. Inaweza ikaja kwa mfumo wa kibiashara, inaweza ikaja kwa mfumo wa malipizo ya kisasi, lakini pia vita inaweza ikaja kutokana na historia. Mfano Middle East, mgogoro wake ni wa kihistoria tangu miaka ya mwanzo sana, ni vita ambayo haijawahi kuisha. Kwa huu unaoendelea hapa ni muendelezo ambao pia utapewa phase kama ilivyokuwa kwenye zile phase za mwanzo. Hii nayo itapewa phase kwamba ni mgogoro ulioanzia tarehe fulani, mwaka fulani mpaka mwaka fulani. Lakini ni phase ambayo ipo ndani ya mgogoro ambao upo kwa muda mrefu sana, ambao mataifa makubwa yote yameshindwa kabisa kusolve mgogoro. Sasa hiyo ni kihistoria, lakini nimesema kitu kingine, mgogoro huu wa Irani muda mwingine unakuja kibiashara. Mfano sasa hivi tunaona Marekani kama ndiye mchochezi mkuu wa hii vita ambayo inaendelea, na ndio maana Irani kwenye kurudisha mashambulizi amekuwa akirudisha kwa nchi zote washirika wa Marekani. Kwa hiyo ukiangalia sasa, hii ni tetesi, kwa inavyosemekana ni kwamba kwa sasa Marekani ana mzigo mkubwa sana wa mafuta. Kwa hiyo anachochea hii vita ili apate nafasi ya kuuza mafuta duniani. Kwa hiyo maana yake inaingia kwenye swala la kibiashara zaidi. Lakini sasa ukiangalia hapa jinsi Irani anavyo react back, ni kama amekuja kwa namna nyingine tofauti sana, kwa sababu amekuwa na mashambulizi ambayo yanaleta effect mbaya sana kwa hawa washirika wa Marekani. Mfano hili tukio ambalo limerushwa na hiki chombo cha habari cha kimataifa inaonesha jinsi Irani alivyorudisha mashambulizi kwa Lebanon. Na ukiangalia hili shambulizi, hata watu walivyohojiwa walisema kwamba tangu tumeanza kuona vita imeanza, hili la leo ni shambulizi la kitofauti kabisa na mengine yote ambayo yamewahi kufanyika. Kwa hiyo hapa utaona ni jinsi gani Iran anaendelea kuonesha ukubwa wake kwenye masuala ya kivita, lakini pia silaha ambazo anatumia, mabomu ambayo anayatumia ni mabomu ambayo ni yako very extremely dangerous, kwa sababu kama unavyoona hapa, kama mama anakuambia tangu miaka ya nyuma 1800 na ngapi 50 huko hajawahi kusikia kwenye historia kwamba kuna bomu liliwahi kurushwa la namna hii. Kwa hiyo utaona ni ukubwa kiasi gani ambao umechukuliwa na Irani katika hii vita. Sasa labda tujiulize, hii vita kwa inavyoonekana itaisha kweli mwaka huu 2026? Kwa sababu tunaona sasa hivi ni Irani anarudisha mashambulizi, kila anapochokozwa anarudisha tena, anarudisha kubwa zaidi. Na kila nchi ambayo inarudishiwa mashambulizi kwa namna yoyote, kuepuka unyonge, manake kuna wakati ambayo itaamua nayo ianze kurudisha mashambulizi, kama tulivyoiona vita ya Urusi pamoja na Ukraine ilianza hivi hivi. Huyu anarudisha huyu, lakini tujiulize kwa nini Marekani mpaka sasa hivi hajafanya chochote, licha ya kwamba ana nguvu ya kurudisha mabomu na ana silaha kubwa, lakini bado ametulia na anaendelea kuisifu Irani kwamba Irani bana mpaka sasa hivi imefanya kitu kikubwa ambacho sisi pia hatukutarajia. Sasa tujiulize kwa nini Rais Trump harudishi mashambulizi, na kwa nini Marekani na ukubwa wake wote ameshindwa kurusha yeye moja kwa moja makombora kuelekea Iran, lakini kwa nini wamemwacha Iran endelee kutawala mfumo wa vita mpaka kufikia sasa hivi? Sasa tujiulize, inawezekana ikawa Iran labda yupo kwenye mtego kwamba anaachwa aendelee kufanya haya mashambulizi kwa ukubwa zaidi ili wajue nini anacho nini hana. Hatujui, labda ni kusomana. Unajua vita mara nyingi anayeshinda ni mwenye akili, anayetumia mbinu za ushindi.
na anayeshinda vita sio tu yule ambaye anarusha mabomu kila wakati, anapiga huku anapiga huku anapiga huku. Mara nyingine watu wanaacha upige waone una nini hauna, ili watakapoanza wa kumaliza moja kwa moja. Na hiyo nadhani tumeishuhudia kwenye hii vita ya Ukraine na Urusi. Kuna wakati Urusi alionekana anapiga sana Ukraine na kila kitu chake, lakini kuna wakati kama mambo yakageuka, Ukraine akaanza kutawala vita. Kadri siku zinavyoenda unaona kabisa hali inaendelea kuwa mbaya kwa upande fulani, umeona. Kwa sasa hivi hatufahamu, angalia, wamepiga hili daraja katikati ya daraja kubwa ambalo linategemewa sana pale Lebanon, lakini pia wamepiga kwenye majengo muhimu sana ambayo yapo katika nchi washirika wa Marekani, ikiwemo Lebanon. Pia kuna majengo muhimu sana ya kibiashara, kuna majengo muhimu sana ya kijamii. Yani ni vurugu juu ya vurugu. Watu wanakuambia hamna amani, hujui ni muda gani na saa gani bomu litaanguka na hujui ni wapi litaangukia. Mfano anasema Irani yeye mara nyingi anapiga mabomu wakati wa usiku. Sasa usiku manake kama ni anapiga usiku manake hakuna kulala, kwa sababu huwezi jua litaangukia wapi. Kama ikiangukia kwenye nyumba yako au jengo la jirani manake ni shida. Muda mwingine hakuna taarifa inayotoka rasmi kwamba leo litarushwa bomu, litarushiwa sehemu gani ama sehemu fulani. Inaweza hiyo taarifa isitoke. Japokuwa kuna wakati ambao wenyewe huwa wanatangaza kwa sababu za kibinadamu, kulinda raia wasiwe eneo la tukio. Kwa hiyo wanatangaza kwamba bana tutapiga sehemu fulani, na wakishatangaza manake kama ni jengo hamwezi mkalihamisha, na ametangaza leo tutapiga sehemu fulani. Kwa hiyo kinachofanyika ni watu wanaambiwa bana, kwa wakazi wote wa eneo hili, kutokana na aina ya bomu linalokuja manake litapiga hapa hadi hapa. Huwa kuna wataalamu engineer wa kusimamia masuala ya mabomu na nini. Kwa hiyo unajua the range ambayo bomu itapiga. Kwa hiyo wanawaambia bana, kwa sasa hivi raia wote mtatoka mtaenda sehemu fulani, lakini kama ikitokea imepigwa ghafla maana yake yeyote ambaye itamkuta ndo basi. Na ndo maana tunaona hapa wanatuambia ni zaidi mamilioni ya watu wameathirika na kupoteza maisha. Sasa mjiulize, msiba wa watu zaidi ya zaidi ya watu milioni 1 ni msiba wa aina gani kwa nchi yenyewe kama Lebanon? Maana yake ni hatari zaidi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wapo, na Trump anasema ataangalia namna ya kusitisha hii vita, lakini mpaka sasa hivi tunachokiona ni kama bado kuna swala la kibiashara zaidi ambalo linazingatiwa zaidi na Marekani, kwamba anawaacha waendelee kupiga, wapige. Mwisho wa siku vita itakapoisha, hasara huwa inakuwa kwa wote. Haijalishi wewe ulishambulia zaidi, haijalishi wewe ulishambuliwa zaidi, wote mnakuwa kwenye hasara. Ukiangalia ni vita ambayo pia kisheria sio vita halali. Kwa hiyo maana yake lazima kutokuwa na masuala ya kulipa fidia ya watu waliopoteza maeneo. Yani ni shida tupo. Kwa hiyo tuombe tu Mungu mambo yakae sawa, lakini hiyo ndiyo hali ilivyo huko Lebanon, na Irani mpaka sasa yupo kifua mbele kwenye